Ninakusalimu asubuhi ya leo, mpendwa na rafiki yangu. Nami naomba nikukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu. Ujumbe wetu kichwa chake kinasema, kuamini nguvu iliyoko ndani ya neno la Mungu. Kitabu kile cha Yohana mlango wa 1 na mstari ule wa 3 na hata wa 4. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakukufanyika chochote kilichofanyika. Na ndani yake ndimo kulikuweko uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Mpendwa wangu, asubuhi ya leo ningetamani moyo wako na kiwango chako cha imani iinuke na kuiona nguvu iliyoko ndani ya neno la Mungu. Anasema ndani ya neno ndimo kuliko uzima, na pasipo hilo neno hakuna chochote kilichofanyika. Maana kila kilichopo chini ya jua chanzo chake imetokana na neno. Nikutaka kusema nini asubuhi ya leo mpendwa? Chanzo cha uhai wako, chanzo cha mafanikio yako, cha wewe kuinuka na kuendelea, inategemea nguvu ya neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu ndio limebeba uwezo wa wewe kufanikiwa, ya wewe kuendelea. Katika kitabu cha Luka ile sura ya 5 na mstari wa 5, Yesu aliwakuta kina Petro wamechoka. Walivua samaki usiku kote na wakupata chochote usiku kucha, na wakafika mahali walikata tamaa. Wakaziosha nyavu zao wakazitundika. Walipokutana na Yesu, Yesu akawapa neno la matumaini kwamba watweke mpaka kilindini. Na Petro akatoa maelezo ya kutosha kwamba majira haya samaki hawapatikani, na tumekesha usiku kucha tusipate kitu. Maneno ya Petro ni kuonesha amepoteza tumaini hilo. Lakini Petro akapata ufahamu, akamwambia Yesu, kwa neno lako nitazishusha nyavu. Petro aliamini nguvu iliyoko ndani ya neno la Mungu. Neno hilo lilisababisha samaki wajikusanye, na Petro wakavua samaki wengi kuliko aliyewahi kuyavua kwenye maisha yake. Nataka nikuambia asubuhi ya leo, neno la Mungu limebeba hatima ya maisha yako. Neno la Mungu limebeba mafanikio yako. Katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 8 na mstari wa 8, ndipo unakutana na bwana mmoja anasema, yule akida akamjibu akamwambia akisema, Bwana, sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Huyu ndugu alikuwa na mtu mgonjwa nyumbani kwake. Alikuwa hawezi kama vile wewe ambaye pengine uwezi. Lakini asubuhi ya leo, kwa neno na kwa nguvu ya neno, unakwenda kuinuka. Neno linakwenda kukuinua. Maana Mungu ni neno halisi ali hai. Yule Bwana akasema,
sema neno na mtumishi wangu atapona. Aliamini nguvu iliyoko ndani ya neno. Ndio maandiko yanasema, mtakeni Bwana na nguvu zake zote, utafuteni uso wake. Neno limebeba neema kwa ajili ya maisha yako. Mpendwa, asubuhi ya leo, neema ya Mungu ikupe kuamini nguvu ya neno. Neema ya Mungu ikupe kuamini uweza wa neno, kwa kuwa neno limebeba uponyaji wa maisha yako ya kiroho na maisha yako ya kimwili. Kwa sababu katika Wakolosai anasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Neno la Kristo likikaa kwa wingi ndani yako, hakuna mahali utaona kushindwa, kwa kuwa neno litakupa ushindi. Neno litakupa ushindi. Asubuhi ya leo, Mungu akupe neema ya kuiamini nguvu ya neno. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya nguvu iliyoko ndani ya neno lako. Maana kabla ya vitu tunavyoviona kuwepo, neno lilikuwepo. Asubuhi ya leo, neno hili likapate kumsaidia mtu na kumtoa mahali alikofungiwa na kumweka huru. Maana umesema neno lako litatuweka huru kweli kweli. Asante kwa yule ambaye yuko kwenye kifungo, maana neno lako litamfungua hapo. Ninasema neema yako itawale kwenye kazi ya mikono yake, itawale kwenye mipango yake na kwenye maisha yake, ili akauone mkono wako kwenye maisha yake. Ni kwa jina la Yesu nimeomba asubuhi ya leo. Amen. Ni rafiki yako Mwalimu Daniel Mathew.